Ndugu wafanyakazi, risala yenu imegusia suala la uhuru wa kuunda vyama au na kusajili vyama vya wafanyakazi. Kama mnavyofahamu, serikali imeridhia mkataba wa Shirika la Kazi Duniani namba 87 wa mwaka 1948 na tunawajibika kuheshimu matakwa ya mkataba huo ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika. Kwa kulitambua hili, serikali kupitia sheria ya ajira na uhusiano kazini sura 336 haijaweka masharti yanayozuia usajili wa chama katika maeneo na sekta ambazo tayari kuna vyama vimesajiliwa. Lakini hapa nataka nitoe rai kwa vyama vya wafanyakazi kuendelea kutoa huduma na kusimamia kikamilifu maslahi ya wanachama wenu ili kuwaepusha na ushawishi wa namna yoyote ile unaoweza kuwasababishia kujitoa kwenye vyama vyao na kuunda vyama vingine, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini mkataba ule na sheria ya serikali tunasema uundwaji wa vyama vya wafanyakazi hautaingiliwa na chombo chochote, iwe sekta binafsi au serikali, watajiunda kwa hiari. Kwa nizungumze na wale ambao wanashawishi sehemu za kazi uundwaji wa vyama vingine vya wafanyakazi pale kwenye vyama vya wafanyakazi, hebu liangaliwe vizuri. Rais, naomba ulisimamie hilo pamoja na kamati yako, lisimamieni hilo. Ndugu zangu, kuhusu makato ya kodi kwenye posho mbalimbali, kama ilivyoelezwa, serikali itakaa na taasisi husika na kufanya uchambuzi na tathmini ya kodi hizo. Ndugu wafanyakazi, mapungufu mlioyabainisha kwenye utekelezaji wa mikataba ya ajira hasa kwenye sekta binafsi, niseme kuwa serikali imepokea ushauri wa TUTA kuhusu kusimamia kwa karibu ajira za muda mfupi ili kuhakikisha zinazingatia viwango vya ajira zenye staha. Hivyo ninaagiza wizara zinazohusika ziendelee kusimamia kamilifu eneo hili ili wafanyakazi na serikali tuendelee kunufaika na utekelezaji wa mikataba hiyo. Pamoja na hayo, sina budi kusema kuwa ni muhimu tukafahamu kuwa ajira za mikataba mifupi haziepukiki katika mawanda ya kazi. Aidha, kwa mujibu wa sheria, wafanyakazi walioajiriwa katika masharti yoyote yale wanastahiki haki zao zote za ajira, wawe mikataba mirefu, wawe mikataba mifupi. La maana ni stahiki zao kupatikana kama zilivyo. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.